Kwa nini muhimu? Kwa sababu wakati fulani unaweza ukafikiri Mungu alikuokoa si kwa matendo yako, na baada ya kuwa amekuokoa anahitaji matendo yako mema kwa jitihada zako. Ni rahisi kuangukia kwenye mtego huo kama Wagalatia. Sababu Wagalatia walianza katika roho, alafu maendeleo yao yakawa katika mwili. Amen. Hata kuenenda na kumzalia Mungu matunda ni matokeo ya kuwezeshwa na yeye. Usimizi hivyo, ni matokeo ya kuwezeshwa na yeye. Ni rahisi kuhisi ya kwamba maendeleo yangu katika Kristo ni nguvu zangu. Hiyo ni njia rahisi zaidi ya kuangukia kwenye kushindwa na maumivu yasiyokoma. Ukijua ya kwamba Mungu ndiye atendaye kazi ndani yangu, kutaka kwangu na kuenenda kwangu, au na kutenda kwangu kwa kusudi lake jema. Vyote viwili Mungu anahusika. Lakini Mungu anafanya kazi wapi? Katika utu wa ndani au ndani yenu. Ndio maana Paulo anasema mambo ya msingi kwenye maombi yake. Kwenye Waefeso 1 anasema namshukuru Mungu nikiwakumbuka kwenye sala zangu. Alafu anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Anasema hao watu wamefundishwa Injili, lakini anajua ufunuo utakaozaa matendo yao na mwenendo wao. Anaombea kwamba Mungu awape roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye.